Lucy. Hujambo, mimi ni Karorobi. Na shukrani kwa kujumuika nasi msikilizaji. Karibu, na mimi ni Skola Kisanga. Tulionayo katika dira ya dunia. Andy Burnham ndiye waziri mkuu mpya Uingereza, akiahidi kurejesha uthabiti wa kisiasa pamoja na kiuchumi. Wanasiasa wenzake hususan ndani ya chama cha Labour wamempokea kwa matumaini makubwa, kwa sababu amekuja na matumaini mapya ya kuunganisha chama, na sera zake mpya zinaonyesha kwamba zinasikilizwa na zina matumaini pia na wananchi wa kawaida. Marekani imesema imeshambulia vikali Iran kwa siku 9 mfululizo, huku Iran nayo ikizishambulia nchi washirika wa Marekani katika Ghuba. Idadi ya waliofariki kutokana na Ebola DRC ni zaidi ya 900, huku mapigano yakiripotiwa kuzuka upya mashariki mwa Kongo. Mapambano ambayo yanakuwa yakiendelea kila mara kwa kuweza kutumia ndege zisizo na rubani au drone, na hali hii inawatatiza kila mara. Na mabingwa wa kombe la dunia Uhispania wamepokelewa kwa shangwe kuu Madrid baada ya ushindi wao dhidi ya Argentina. Viwanjani kombe la dunia, Mbappe mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu mara 2, huku Rodri akitawazwa kuwa mchezaji bora. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa habari, na msomaji ni Asha Juma. Andy Burnham sasa ni waziri mkuu mpya wa Uingereza na waziri mkuu wa 59 baada ya kukubali mwaliko wa Mfalme Charles kuunda serikali mpya. Burnham anatarajiwa kutoa hotuba yake ya kwanza kutoka ofisi ya waziri mkuu, ambako ataeleza mipango yake ya kurejesha imani kwa serikali ya chama cha Labour. Amedokeza kwa msisitizo kwamba anataka kuielekeza serikali zaidi upande wa mrengo wa kushoto. Uteuzi wa mawaziri sasa hivi umeanza. Katika just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government. Nimetoka tu katika kasri la Buckingham ambako nimekubali mwaliko wa Mfalme Charles wa kuunda serikali. Ninapofanya hivyo, natambua kwa dhati kwamba mimi ni mtu wa 6 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita kupita katika barabara hii, na waziri mkuu wa 7 tangu mwaka 2016. Huu ni wakati wa kutafakari na kuweka azimio jipya. Hali hii inahitaji kizazi changu cha wanasiasa kuboresha utendaji wetu na kukabiliana kwa ujasiri na changamoto mpya. Uingereza inahitaji kuonyesha ulimwengu kwamba tunaweza kurejesha utulivu wetu kwa mara nyingine, na hiyo ndiyo changamoto yetu, kuhakikisha siasa zinafanya kazi na kuzifanya zifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Katika hotuba yake ya mwisho akiwa waziri mkuu, Keir Starmer alisema Uingereza ilikuwa imara na yenye usawa zaidi kuliko ilivyokuwa wakati chama cha Labour kilipoingia madarakani miaka 2 iliyopita. Pia aliahidi kumpa mrithi wake ushirikiano na uungwaji mkono. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia zaidi ya visa 2300, huku takriban watu 930 wakifariki dunia. Wizara ya Afya imesema timu za kukabiliana na mlipuko huo zimeimarisha ufuatiliaji na kuwatafuta watu waliotangamana na wagonjwa, wakati ugonjwa huo ukiendelea kusambaa katika majimbo 5 ya mashariki mwa nchi hiyo. Zaidi ya wagonjwa 700 wamelazwa hospitalini au wamewekwa kwenye vituo vya kutengwa ili kuzuia maambukizi zaidi. Serikali ya Sudan imepinga vikwazo vipya vya Marekani vilivyowekwa kufuatia madai kwamba jeshi lake lilitumia silaha za kemikali katika vita dhidi ya wanamgambo wa RSF. Maafisa waandamizi wa serikali ya Sudan mjini Khartoum wamevitaja vikwazo hivyo kuwa ni kinyume cha sheria, na wameitaka Washington kuwasilisha ushahidi unaunga mkono madai hayo. Phyllis Mwate na maelezo zaidi. Sudan imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai hayo, ikisema hayana msingi na yamechochewa kisiasa. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema nchi hiyo inatekeleza masharti ya mkataba wa kupiga marufuku silaha za kemikali na huwasilisha ripoti za mara kwa mara kwa taasisi ya kimataifa inayosimamia utekelezaji wa mkataba huo. Mwezi uliopita, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya Sudan, lakini hadi sasa haijatoa maelezo kuhusu silaha zinazodaiwa kutumika
kuvamiwa. Hata hivyo, vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti kwamba jeshi la Sudan lilitumia gesi ya klorini karibu na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Al Jail kaskazini mwa Khartoum mwaka wa 2024. Vikwazo hivyo vinazuia upatikanaji wa ufadhili, vinazuia mauzo ya silaha na vinaweka vikwazo kwa usafirishaji wa bidhaa na teknolojia nyeti kwenda Sudan. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imefanya moja ya mashambulizi yake makubwa zaidi kwa kutokea ya makombora ya masafa mafupi katika mji mkuu wa nchi hiyo Kiev usiku kucha. Amesema Urusi ilirusha zaidi ya makombora 40 na zaidi ya ndege 100 zisizo na rubani, nyingi zikiwa zinalenga mji huo mkuu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtu mmoja aliuawa kwenye mashambulizi hayo. Kusini mwa nchi hiyo, maafisa Ukraine wanasema sasa imethibitishwa kuwa watu 10 waliuawa katika shambulizi la Urusi dhidi ya meli ya biashara karibu na eneo la Odessa siku ya Jumapili. Na maelfu ya waandamanaji mjini Delhi wamejaribu kuelekea katika majengo ya bunge wakidai mageuzi katika mfumo wa elimu nchini India. Wafuasi wa vuguvugu la vijana linalojulikana kama Mende au Cockroach wanataka waziri wa elimu ajiuzulu kufuatia madai ya kuvuja kwa mitihani ya kitaifa. Mamia ya maafisa polisi na wanajeshi wa kikosi cha usalama wametumwa kuimarisha ulinzi. Baadhi ya taarifa zinasema polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji hao. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Shajuma. Matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, unaweza kuyasikiliza kupitia FM, lakini pia nchini Tanzania tegea sikio kupitia Radio Africa, Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya kuna Gulf Radio, Nyota FM na Must FM. Huko Uganda yanapatikana kupitia Radio Lira, Radio Paidha na Radio Kitara. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako hapo msikilizaji una fursa kutuachia maoni yako. Tukipata nafasi bila shaka tutayasoma maoni hayo kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia, ambayo jioni hii unaletewa kwako nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Habari za huko? Huku tuwashukuru salama. Dar es Salaam siku hizi tuna baraka manema ya kaubaridi. Joto kwa miezi kadhaa tumelimisi na lisije. Sawa kabisa Skola. Wacha sasa tuanze kuwajuza wasikilizaji yale ambayo tumewaandalia. Na taarifa yetu ni kuhusiana na Anne Banham, ndiye waziri mkuu mpya wa Uingereza baada ya kukubali ombi la Mfalme Charles la kuunda serikali, akiwa kiongozi wa 7 kuiongoza Uingereza katika kipindi cha muongo mmoja. Katika hotuba yake ya kwanza tangu kutangazwa kuwa waziri mkuu, Bwana Banham amesema Uingereza inapaswa kuonyesha ulimwengu kwamba inaweza kurejesha uthabiti. Ameahidi kuanzisha mfumo mpya wa kisiasa na kiuchumi utakaojumuisha hatua za kuwasaidia watu na tatizo pia la gharama ya juu ya maisha. David Nkia na maelezo zaidi. Ni mamia ya watu waliojitokeza na kumpokea pamoja na kusikiliza hotuba ya kwanza ya Anne Banham kama waziri mkuu wa 59 katika historia ya Uingereza. Akizungumza na waandishi wa habari pamoja na umati wa watu baada ya kupata idhini ya Mfalme Charles, Banham alionyesha kuwa mawasiliano yake ya kwanza na viongozi wa kigeni yangemhusisha rais wa Marekani Donald Trump sambamba na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ameongeza kuwa uungaji mkono wa Uingereza kwa Ukraine ungeendelea kuwa imara zaidi. Pia ameahidi kuleta mpango wa miaka 10 kwa ajili ya Uingereza pamoja na kupanga kukomesha tatizo la watu kulala nje, kujenga uchumi mpya na kushughulikia mgogoro wa gharama za maisha. I have just come from Buckingham Palace. Nimetoka katika makazi ya kifalme ya Buckingham ambapo nimekubali ombi la mfalme la kuunda serikali. Ninapofanya hivyo natambua vyema kwamba mimi ni mtu wa 6 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita kupita katika ofisi hii, waziri mkuu wa 7 tangu mwaka 2016. Jambo linalofanya wakati huu kuwa wa kutafakari na kuweka azimio jipya. Hali hii inataka kizazi changu cha wanasiasa kuboresha utendaji wetu na kukabiliana na changamoto hii mpya. Uingereza inahitaji kuonesha dunia kwamba tunaweza kurejesha uthabiti wetu kwa mara nyingine tena. Na hiyo ndio changamoto yetu, kufanya siasa ziwe na tija na kuzifanya ziwe na faida zaidi. To make politics work
to make it work better. Baadaye leo Burnham, waziri mkuu wa 5 katika kipindi cha miaka 4, ataanza kuteua na kutengua mawaziri. Mapema Sir Keir Starmer alijiuzuru rasmi akisema katika hotuba yake kwamba anaondoka kwa heshima na utulivu na akiwa na tabasamu. Baadhi ya wachambuzi wanaona ni vyema Uingereza kuboresha sera zake za mambo ya nje ili kuendelea kuwa na ushawishi kimataifa chini ya waziri mkuu mpya. Andy Burnham hajawahi kuonyesha nia kubwa sana katika sera za mambo ya nje, lakini mojawapo ya mambo ya kwanza yatakayomtokea Andy Burnham atakapoingia ofisini ni kwamba washauri wake wa kisiasa wataondoka na atapokea taarifa za kiusalama kuhusu sera za mambo ya nje. Jambo kuu litakuwa ni mwendelezo na si mabadiliko, huku mkazo ukiwekwa kwenye kuunga mkono Ukraine, kujenga uhusiano wa karibu zaidi na Umoja wa Ulaya bila kujiunga nao tena, kuunga mkono taasisi za kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa na ushirikiano wa pande nyingi, pamoja na kudumisha uhusiano mwema na Marekani. Ingawa huenda Andy Burnham hatajipendekeza kupita kiasi kwa Donald Trump. Baadhi ya vijana na wale wanaoonyesha uungaji mkono kwa Burnham wameelezea matumaini yao kwa kiongozi huyo mpya, haswa katika suala la utengenezaji wa ajira mpya. What does he need to do? Anapaswa kufanya nini? Anahitaji kurekebisha hali ya uchumi. Hakuna ukuaji na ninaona biashara ndogo ndogo zikishindwa kufanikiwa kila mara. Na nadhani hilo ni baya kwetu sote. Inabidi kuwasaidia vijana kupata fursa ya kumiliki nyumba kwa sababu nyumba ni ghali sana. For us NHS workers, I would say. Ninasema kunahitajika fedha zaidi kwa ajili ya NHS. Uungaji mkono kwetu sisi wafanyakazi wa NHS. Ni muhimu kujenga uhusiano na wengine katika timu yake na pia na nchi nyingine ili aweze kusonga mbele na kutekeleza mambo. Tayari Rais wa Marekani Donald Trump ameunga mkono mpango wa Burnham wa kuharakisha shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi katika maeneo yenye leseni katika Bahari ya Kaskazini. Akiandika kwenye mtandao wa Truth Social mwishoni mwa juma, Trump alielezea mafuta Bahari ya Kaskazini kuwa yana thamani kubwa na kuongeza kuwa yatabadilisha Uingereza kutoka hali ya janga la umasikini uliokithiri na kuwa moja ya nchi tajiri zaidi duniani. Uchumi wa Uingereza umekuwa ukikabiliwa na changamoto katika kupata kasi ya ukuaji katika miaka hivi karibuni. Pato la taifa la Uingereza linatarajiwa kukua kwa 0.8% pekee mwaka 2006 kufuatia ukuaji wa 1.3% na 1% katika miaka 2025 na 2024 mtawalia. Gharama kubwa za nishati zimetajwa kuwa swala muhimu, jambo linaloongeza shinikizo kwa watunga sera kuongeza uzalishaji wa mafuta katika Bahari ya Kaskazini, huku Uingereza ikiendelea na juhudi zake za kufikia malengo ya kutotoa hewa chafu ya kaboni maarufu kama net zero. Kujiuzulu kwa Sir Keir Starmer kuna maanisha sasa kwamba kuna mawaziri wakuu 9 wa zamani wa Uingereza walio hai, idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika historia ya nchi hiyo. Mawaziri hao wakuu wa zamani ni John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak na Keir Starmer. John Major mwenye umri wa miaka 83 ndiye mzee zaidi miongoni mwao, huku Rishi Sunak akiwa ndio mwenye umri mdogo zaidi wa miaka 46. David Nkya, Dira Dunia, BBC. Lakini najua unajiuliza kiongozi huyo mpya wa Uingereza amepokelewaje na raia na wanasiasa wenzake. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa na sera za umma Uingereza Abdulaziz Jad. Kwa kiasi kikubwa wanasiasa wenzake hususan ndani ya chama cha Labour wamempokea kwa matumaini makubwa, kwa sababu amekuja na matumaini